Siku ya pili ya katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika ziara yake mkoani Ruvuma inamfikisha kwenye wilaya ya Namtumbo. Wilaya hii ya Namtumbo imejilaza pembezoni mwa nchi ya Msumbiji upande wa kusini, na upande wa kaskazini inapakana na mkoa wa Morogoro. Hapa Dr. Nchimbi anatembelea shamba la mbegu bora ambalo ni la pili kwa ukubwa kati ya mashamba 10 ya wakala wa mbegu za kilimo nchini, kwa ufupi ASA. Mwanadiplomasia huyo na mbobevu wa masuala ya uongozi akatoa rai kwa Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tunawashauri ninyi na kuelekeza wizara kwamba muendelee kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba eneo la uzalishaji mbegu linaimarishwa zaidi, ili wakulima wetu nchi nzima waendelee kupata mbegu kwa bei nafuu, lakini vile zenye kiwango cha ubora, ili tija na kilimo katika nchi yetu iendelee kukua zaidi. Naam, ukafika wakati kwa Dr. Nchimbi kujiongelea katika viwanja vya shule ya msingi ya Namtumbo kuzungumza na umma wa wana Namtumbo. Mapokezi aliyoyapata ni kama yale ya mwamba anayerejea nyumbani kishujaa. Emmanuel Nchimbi, karibu nyumbani. Kama ilivyokuwa huko Tunduru, cheche na miale ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan zikapasua kuta za vyama vya upinzani wilayani Namtumbo kwa wanachama kadhaa kukabidhi kadi zao kwa Dr. Emmanuel Nchimbi na kujiunga na CCM. Baadaye Dr. Nchimbi hakuficha furaha yake kwa mahaba makubwa ambayo wana Namtumbo wameaonesha kwa CCM. Nawashukuru kwa mkutano huu mzuri mkubwa. Na nilikuwa natazama huko, kila mtu kajitahidi. Kama una shati la kijani basi kama mtu kilemba, kama una kilemba basi hata kikaratasi, ili mradi mambo yamechangamka kweli kweli hapa. Tunawashukuru sana kwa kweli, mmeonyesha mapenzi kwa chama chenu, mapenzi kwa serikali yenu, na ushirikiano wenu umeonekana wazi wazi, sio wa kutafuta kwa tochi. Katibu mkuu huyo wa CCM alisema kuwa kazi kubwa inayofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inawafanya Watanzania kuona fahari ya kuongozwa naye. Lakini ndio mambo haya yanafanya watu waendelee kujivunia kuwa na rais wa aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye akili yake inasumbuliwa na matatizo ya wananchi. Akili yake inasumbuliwa na mambo ya msingi ambayo wananchi wa Tanzania wanatakiwa kuyapata. Akili yake inateswa na mahitaji yetu. Ndio maana wakati mwingine sisi wenyewe hatusemi, wakati mwingine sisi wenyewe hatutambui, lakini wanakaa watu Marekani kule wanasema katika viongozi wa Afrika ambaye amefanya kazi kubwa katika huduma za afya, aliyepunguza vifo vya kina mama wajawazito, aliyepunguza vifo vya watoto wanaozaliwa wakiwa wamefariki na wanaofariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, wakasema nambari 1 kwa Afrika ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara baada ya mkutano huo, Dr. Nchimbi na msafara wake akaelekea Songea mjini, ambako ni mbunge mstaafu wa jimbo hilo, ili kuendelea na ziara yake mkoani Ruvuma. Basi hadi wakati mwingine, mara nyingine, ni Abubakar Liongo, kwa heri kwa sasa.